Kufuatia sakata linalohusisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini, wakili wa kujitegemea Edson Kilatu amesema ni vyema chama hicho kikakimbilia mahakamani kwa ajili ya kwenda kupinga maamuzi ya kuvuliwa uongozi kwa viongozi wao. Akihojiwa na chombo kimoja cha habari siku ya Mei 30, wakili Kilatu amesema anaamini kuwa hatua zinazochukuliwa na msajili wa vyama vya siasa dhidi ya wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa secretariat walioteuliwa na kuthibitishwa kwenye baraza kuu la Chadema la Januari 22, 2025 ni batili na ziko kinyume na sheria. Msikilize wakili huyo akizungumza, kisha utaniambia maoni yako ni yapi. Sasa naomba ni kama mwanasheria ushauri wangu hili jambo, kwa sababu ni very unfortunate. Sikutegemea msajili huko kote ambako toka tuende. Option iliyopo sasa, kama akiendelea kuinterfere na haki zao, Chadema wana nafasi ya kwenda mahakamani, kwa sababu hii ni very clear. Ndio maana tuna mahakama, anaweza kaenda mahakama ili kama ambapo ofisi ya msajili imekuwa exposed kwenye kesi ya Mbatia. Naamini hata kwenye hii kesi ipo very straightforward, inaonekana kabisa wa mambo yalivyo. Kwa sababu hii fungu sio na hapo kuna mjadala mwingine Kilatu unatokea. Umeona? Kesi ya Mbatia imeenda mahakamani 2022. Maamuzi yametoka 2025 Mei. Kuna watu wana kwamba Chadema wanaenda mahakamani lini? Alafu maamuzi ujui process za mahakama zitachukua muda gani? Na huku msajili amesema endapo ukimya utaendelea kutamalaki, hatua zitachukuliwa. Uone kama kuna shida hapo ama kitu gani wanachoweza kufanya wakati kama wanaenda mahakamani ili viongozi waendelee kubaki ofisini, ama yani chama kitaendeshwaje sasa kama kesi ikichukua muda mrefu mahakamani? Chama kinaweza kaendeshwa kwa sababu mpaka sasa hivi kinaendeshwa. Na hapa tunapozungumza chama kwenye mikutano watu wanaendelea. Kwa sababu mwisho wa siku ni chama cha kisiasa na ukikutana, lakini hakina watendaji mpaka sasa hizi. Watendaji wa chama watakao kufanya ni watendaji sio kwa daira na kazi. Kwani kazi ya chama cha siasa ni nini? Kwamba kinafundisha watu darasani? Chama cha siasa si cha wananchi bwana, kipo kwenye wananchi. Kwa utendaji asilimia kubwa ni kule. Umeona, uweza ka coordinate wakiwa sio akina mnyi. Kwa hiyo pamoja na kwamba chama wao wapo pale labda kwa ajili ya vikao na kuongoza baadhi ya vitu, lakini kazi asilimia kubwa ya chama huwa inafanyika field. Lakini pia lazima mjue kwamba chama vile vile kina kwa setup kwa mfano ya Chadema ina viongozi wa kanda ambako secretariat kwenye ngazi ya kanda huko kote ipo bado inaendelea kuratibu. Kwa mimi nafikiri mambo yanaweza kaenda. Kwa mimi ushauri ambao naweza nikazungumza hapa kwa haraka, Chadema wana nafasi ya kwenda mahakamani. Sasa hilo swala kwamba kesi labda inachukua muda mrefu kwenye hiyo ni changamoto ambayo wenzetu wa mahakama ambao wanatufuatia na kutusikiliza waichukue. Kwamba kama inafika mara watu wana wasiwasi kwamba mahakamani kesi inachukua muda mrefu, kwa nini ichukue muda mrefu? Kwa mimi naamini itakuwa kesi iishe muda mfupi, na by the way sasa hivi kwa sera za mahakama kesi nyingi ndakuwa ziisha angalau ndani ya mwaka mmoja, hasa kwenye hizi mahakama za juu. Kesi ifika mpaka miaka miwili, lazima kuwe kuna sababu ya msingi sana ya kesi kufika hapo. Kwa hiyo sera ya mahakama ipo vizuri sasa hivi. Kama ni mapungufu yatakuwa ni yale tu ya kiutendaji, labda ya mtendaji mmoja mmoja, hakimu au jaji. Lakini kwa haraka nikipitia maoni ya wadau wengine hapa ni kama ifuatavyo. Huyu anasema unamuibia yatima anaishi kwenye nyumba ya baba yako, alafu unamwambia kashtaki kwa baba yangu. Ndio hii no reforms no election. Huyu mwingine anasema kuna mahakama hapa Tanzania, hata viongozi hapa Tanzania anasema kwamba kitu kama hicho hakipo. Huyu ndo maoni yake huyu. Huyu mwingine anasema Chadema acheni kiburi, hawa jamaa wako serious, hawapepesi macho, msipowahi mahakamani rungu la msajili maagizo toka juu litawaangukia, hawatanii na nyie msiwabeze. Sawa. Huyu mwingine anasema mahakama gani hiyo? Mahakama itatoa maamuzi mwaka 2040. Sawa. Huyu mwingine anasema kama zenyewe sawa. Huyu mwingine anasema waende tu wakati wenzao wanajipanga, wao wanaendekeza kesi. Sawa. Huyu mwingine anasema mahakama ya nchi gani waende? Hii Tanzania? Huko akicheka. Huyu mwingine anasema well explained. Anasema mahakama ndio nini Tanzania? Acha uongo. Huyu anamwambia wakili Kilatu aweze kuacha uongo. Lakini Kilatu yeye amewataka Chadema waweze kwenda mahakamani ili kuweza kuweka kila kitu sawa. Maoni yako ni yapi? Hii ni VOT updates, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu ili usiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.